ya hayo mawazo. Tuko sawa? Mungu hawezi kuagiza kazi ambayo hana mpango kulipa. Sio kasahau hiyo sentence. Mungu hawezi kukupa kazi ya kufanya na asiweze kuilipia. Mungu hawezi kukupa ndoto ambayo anataka uitekeleze kwenye maisha yako na akashindwa kukulipia. Kinachotukwamisha kwamba hatumuoni Mungu ni mawasiliano yetu sisi na Roho Mtakatifu kimaamuzi. Ndio maana hata ukisoma kitabu kile wanaojifunza masuala ya utoaji wa sadaka na uwakili watakumbuka Mungu anapokupa mbegu hakupi tu mbegu, anakupa mbegu na mkate. Mkate ni wa leo, mbegu ni ya kesho. Kwa hiyo mahindi yanapokuja hakuna hata moja linalosema mimi ni kesho, mimi ni wa leo. Wewe ndio unahitaji kuamua kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Tunaenda sawa? Tunaenda sawa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni eneo ambalo unahitaji kujiombea. Najua si watu wengi sana wanajiombea, na kwa sababu hiyo hawaoni. Lakini unahitaji kujiombea ili ujue namna ya kugawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Angalia kitabu cha Mwanzo 47 mstari wa 18. Mwanzo 47 mstari wa 18. Kipindi kile cha njaa wakati wa Farao. Kuna mstari nataka uone pale. Ule mstari wa 18. Inasema na mwaka ule ulipokwisha, maana yake ule mwaka wa kwanza wa njaa, wakamjia mwaka wa pili wakamwambia, hatumfichi bwana wetu ya kwamba fedha zetu zimekwisha na makundi ya wanyama ni mali ya bwana wetu, hakikusalia kitu mbele ya bwana wetu ila miili yetu na nchi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tufuatane vizuri hapa, itakusaidia. Kipindi kile cha Farao, Mungu alipeleka taarifa, akamsemesha yeye mwenyewe. Mungu akamfungulia njia. Yusufu akaja akamtafsiria ile ndoto na akampa Yusufu nafasi ya kusimamia kile alichokitafsiri. Kasome Biblia yako. Alipotangazwa na kupewa hiyo nafasi, alipewa nafasi ya kuzunguka kwenye nchi ya Misri ili wamfahamu. Akiwa juu ya farasi, kapewa na pete ya mfalme na mavazi ya kifalme ili ijulikane ya kwamba huyu ameingia kwa ajili ya kazi fulani. Ndio maana ilikuwa rahisi alipokuwa anajenga magala ya nafaka miji kwa miji. Ilikuwa rahisi kupata ardhi, ilikuwa rahisi kupata nguvu kazi na mawe kwa ajili ya kujenga. Ilikuwa rahisi kwenda kwenye mashamba, kwenda kupata sehemu ya 5 ikusanywe kwa miaka 7. Kwa hiyo walikuwa wanajua kinachoendelea. Tunaenda sasa. Sasa unisikilize vizuri. Hakuwa anakusanya sehemu ya 5 ya hela, alikuwa anakusanya sehemu ya 5 ya nafaka. Kwa sababu Mungu aliwaambia waweke akiba ya nafaka, sio ya pesa. Tuko sawa? Bwana Yesu asifiwe. Hawakuweka akiba ya chakula. Sasa angalia, kila mwaka kwa miaka 7 Yusufu amekuwa akija kwenye mashamba yao apate sehemu ya 5. Wanampa. Kwa nini hawakufikiria kwamba na wao wanahitaji sehemu ya 5? Hamjasikia kitu ninachosema. Nasema hivi, ukiona serikali inasema weka akiba,
kuna kitu imeona. Kwa hiyo kama serikali ya Farao wakaweka pesa, kwa sababu tunaona kuanzia mwaka wa kwanza wamepewa chakula. Na Yusufu akasema leteni hela. Bahati mbaya sana, akiba yao ya pesa ilikuwa inatosha mwaka mmoja. Kwa hiyo mwaka wa kwanza pesa ziliisha. Nchi ya Misri na nchi ya Kanaani hakukuwa na pesa kabisa. Kitu gani kilichotokea? Wakaenda kwa Yusufu, wanasema hatuna pesa, hata wanyama. Ni mwaka wa pili. Tatizo sio kwamba hawakuwa na pesa. Tatizo ni kwamba wakati wamepewa mazingira mazuri ya kuamua, wakati wana pesa, hawakufanya maamuzi. Ni ngumu sana kujifunza kuogelea wakati unazama. Ukishapata shida ya pesa na unaanza kujifunza kuweka akiba, unaelewa sio kitu chepesi. Wakati ule wa raha, wakati wenzako wanaenda beach kuotea jua, ndio mahali pa kujifunza wewe kuogelea. Sio wakati wa zoruba. Wakati wa zoruba inatakiwa ikukute unajua kuogelea. Na vivyo hivyo na akiba. Mungu anapokupa mbegu, kazi ya mbegu ni kutunza kesho ya mtu ndani ya ile mbegu. Kwa hiyo mche kesho yake iko ndani ya mbegu yake. Kwa hiyo Mungu anapokuletea pesa, ndani yake kuna mkate, maana yake kuna sehemu ya kula sasa. Na ndani yake kuna mbegu. Unahitaji kufanya maamuzi. Magifti ya Mix Pesa yako huku. Funga mwaka kikubwa na Mix popote ulipo Tanzania, kwa kujishindia pesa taslim milioni 1 kila siku, milioni 5 kila wiki, na zawadi kubwa ya milioni 50. Fanya miamala ya Mix mara nyingi zaidi upate nafasi ya kushinda zawadi kibao. Piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli na tumia Mix Super App. Bwana Yesu asifiwe. Sikwambii ni vibaya, lakini inapofika kwenye akiba, tofautisha vibobo. Sema hiki sigusi, ngo. Hiki kukitokea dharura naweza nikakipitia, lakini hiki hapana. Ni uamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kati ya jambo ambalo unahitaji kulifuatilia, utalisikia likipigiwa kelele sehemu mbalimbali, ni swala la kuweka akiba. Tunazungumzia masuala ya pesa. Mungu anaweza kukusemesha kitu kingine, lakini hapa tunazungumza juu ya pesa. Weka akiba. Tunaenda sawa sawa? Tunaenda sawa sawa? Na weka akiba ambayo pia inazalisha. Usiweke akiba ambayo inaliwa tu. Weka akiba ambayo inazalisha. Ukisema sasa hii ndio akiba namna gani? Nenda benki waulize. Watakupa njia mbalimbali ambazo unaweza kaweka akiba yako inazalisha. Kisikusumbue unapata faida kiasi gani. Unachotengeneza ni utaratibu wa kwako ya kwamba lazima kuwe kuna kitu kinazaliwa katika akiba yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kila wakati hii kusaidia, jiombe. Chochote kile kinachokuja, weka cha kesho yako. Sijajua kwa upande wenu, lakini sisi tulipokuwa tunakuwa, unanunuliwa nguo Januari,
unaiweka kuvaa Christmas. Kwa sababu hakuna guarantee kwamba utapata nguo mpya hapa katikati. Kwa hiyo kila wakisema ile nguo niliyokununulia kwa nini hujavaa Jumapili? Nasema Christmas. Kwa sababu Christmas sio tu kwamba Yesu anashangiliwa, lakini kwa watoto lazima kila mtu awe na nguo mpya. Zamani zile, ukitaka mtoto asiende kwenye ibada Christmas, mwambie avae nguo ya zamani. Lazima wataniona tu kila siku navaa. Hawajali hali ya wazazi, wana shida, hawana shida. Wao wanachojua tu kwamba Christmas lazima kuwe na nguo mpya. Kwa hiyo na wazazi na wenyewe wakajifunza, wananunua nguo Januari, wanaifungia. Kwa nini amenunua Januari? Ndio ana hela. Anafanya weka akiba. Kwa nini? Alipokuwa Januari, Mungu alimpeleka Disemba. Akaandaa Disemba ya watoto wake Januari. Katika leo yako kuna kesho yako. Usikubali leo yako ile kesho yako. Ama inamaanisha lazima uchunge matumizi ulio nayo. Lazima uchunge matumizi ulio nayo. Tuangalie jambo la 3. Ombea uwezo wa maamuzi ya moyo wako juu ya uwezo wa fedha unazopata. Ombea uwezo wa maamuzi ya moyo wako juu ya uwezo wa fedha unazopata. Mathayo 6:21. Ombea uwezo wa maamuzi ya moyo wako juu ya uwezo wa fedha unazopata. Kwa lugha iliyo nyepesi, moyo wako unatakiwa uwe na nguvu ya kimaamuzi juu ya pesa yako. Mathayo 6. Ule mstari wa 21 unasema, kwa kuwa hazina yako ilipo au pesa yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nieleze kitu kitakusaidia. Mungu alipokuwa anamuumba mtu, alimuumba mwisho. Sababu mojawapo ya kumuumba mwisho ni kumpa mamlaka juu ya uumbaji wote kwenye moyo wake. Biblia inasema mbingu ni mbingu za Bwana, lakini nchi amewapa wanadamu. Na ndio maana hata Adamu ilipofika swala la kutoa majina ya wanyama, Mungu hakuwatuma simba akiitwa simba kutoka mbinguni. Alipa uwezo ndani ya moyo wa Adamu, akatoa majina. Akitoa jina, maana akana mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Mazingira yalipofika yanahitaji pesa kama mfumo wa kibiashara. Angalia hilo wazo lilitoka wapi? Ndani ya moyo wa mtu. Kwa nini? Ili moyo wa mtu uwe na mamlaka juu ya pesa. Mungu anajua kabisa ya kwamba mwanadamu anahitaji angalau masaa 8 ya kulala kati ya masaa 24 alionayo. Ni moja ya 3 ya siku
Kwa hiyo ukiweza kulala masaa 8 kila masaa 24 maisha yako yote, theluthi moja ya maisha yako yote utakuwa umeyatumia kitandani. Kama kulala kumekuwa muhimu namna hii, kwa nini Mungu hakutuumbia na kitanda? Maana saa nyingine unaweza kupata shida. Saa nyingine wengine kama sisi tunalalaga muda mfupi sana, mpaka Roho Mtakatifu anakushtua. Ama hiyo sio afya. Kwa hiyo inabidi ulale mchana. Kwa nini? Kwa sababu usingizi wa mchana ni wa kulipa madeni ya usingizi wa usiku. Ndio maana usingizi wa mchana ni mzito. Ukilala lisali moja utafikiri umelala masaa 2. Usipojifunza kulipa madeni ya usingizi kwa kulala, utaanza kupata shida kiafya. Utaandikiwa na daktari, kalale. Sasa angalia, ndugu zako watamzunguka daktari, hatalala. Nimebadilisha, unalazwa kuanzia leo. Sio kwamba huwezi kurudi nyumbani, lakini kwa sababu ukirudi nyumbani hujui namna ya kujihurumia. Sio kwamba huna kazi za kufanya, unazo nyingi sana za kufanya, lakini unahitaji kujua namna ya kutumia maamuzi yako kugawa muda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilitaka uone hili, kwa sababu kama Mungu aliweka nguvu, wale wanaopata nafasi ya sasa kwenye mtandao unaweza kuona, zamani zile ukitaka kuona Ulaya mpaka uende Ulaya. Siku hizi unaweza kuiona Ulaya kiganjani, ukaifurahia hata kama hujawahi kufika. Ukiona barabara zilivyotandikwa na magari yalivyo mengi, alafu unagundua kwamba Adam alizaliwa akiwa na wazo la gari ndani ya viuno vyake, lakini hakutumia gari hata moja. Kwa sababu huyo aliyegundua gari ni uzao wa Adam, kizazi kingine. Kwa hiyo inamaanisha hilo wazo Adam alikuja nalo likakaa likisubiri muda. Kwa nini Mungu alisubiri? Kwa sababu mazingira yanatengenezwa kwa ajili ya namna ambavyo moyo wa mtu utakuwa rahisi kutawala kitu anachokitengeneza. Hakuna kitu kibaya kama mwanadamu kutengeneza kitu kikamshinda na kinaleta madhara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sasa turudi kwenye somo letu la fedha. Mwanadamu aliumbiwa awe na uwezo wa kubuni njia tofauti kufuatana na nyakati zitakazotumika kwa ajili ya mbadilishano wa kibiashara. Dunia hii ilianza bila pesa, na ukisoma maandiko kitabu cha Ufunuo itaisha bila pesa. Kwa hiyo ni kipindi hiki cha katikati, pesa zipo. Baada ya muda zitapotea, utakuja njia nyingine ambayo sasa watu wanaona kidogo kidogo ikianza kutokea kwenye mitandao. Kidogo kidogo unaona una sababu ya kwenda benki, unaweza kurusha tu kwenye mtandao, ukalipa hiki, huhitaji hata kwenda dukani. Wanakuambia tutakuletea nyumbani, unarusha hela yako, baada ya muda wanakuletea nyumbani. Kwa hiyo majengo makubwa kwa ajili ya kuweka maduka yanaanza kukosa wateja. Kwa nini? Mabadiliko yanakuja kidogo kidogo. Na kwenye pesa ni hivyo. Lakini sasa pesa zipo. Shida iliyotokea, Shetani ametengeneza mazingira baada ya kuleta dhambi duniani. Kule kutokutii kulimnyang'anya mwanadamu uwezo wa kimamlaka ya Mungu juu ya vitu alivyoviumba. Alipoteza.
Na ndio maana lazima ujifunze kuomba. Mungu akurejeshe ndani ya moyo wako huo uwezo. Biblia inasema fedha ya mtu ilipo ndipo na moyo wake utakapokuwa. Haikuwa hivyo. Inatakiwa iwe hivi: moyo wa mtu ulipo ndipo na fedha yake iwepo. Ile kwamba moyo unaenda mahali fedha ipo, inamaanisha fedha ina nguvu ya kuvuta moyo. Na inategemea inakuvuta kukupeleka wapi, inakuvuta kufanya maamuzi ya namna gani. Mungu akaweka njia ya kutoa sadaka. Njia ya kutoa sadaka, si mara nyingi sana utasikia kikifundishwa mara kwa mara. Kazi mojawapo ya sadaka ni kumpa Mungu kibali cha kulinda moyo wako usionewe na fedha kimaamuzi. Ndio maana anasema wekeni hazina mbinguni. Hakuna atakayeiba. Hiyo ni pamoja na wewe, hutatumia jinsi unavyotaka. Unapotoa sadaka, faida mojawapo ni kwamba Mungu anaingilia kati. Pesa ulionayo haiwezi kuwa na nguvu juu ya moyo wako, kwa sababu anakuambia, anapozungumza hapa, wekeni hazina mbinguni, alafu ndipo anazungumza ule mstari wa 21, kwa kuwa hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake utakapokuwa. Kwa hiyo ukitoa sadaka na moyo wako unaenda mahali sadaka imeenda, inaenda kwenye madhabahu ya Mungu. Ikifika kwenye madhabahu ya Mungu, ile sadaka inamwambia Mungu, huyu mtu anahitaji kulindwa maamuzi yake. Pesa isimuone. Ukisoma kwenye Biblia, uhuru wa kipesa haina maana una pesa zote. Uhuru wa kipesa maana yake pesa hazina mamlaka juu yako. Ukiwa nazo una amani, una amani tu. Umepungukiwa una amani, umeongezewa una amani. Sasa jicheki. Ikipunguka tunajua, maana tunaona sura yako. Zikiongezeka tunajua, mji mzima utajua umepata hela. Ambayo inamaanisha pesa zina mamlaka juu yako, kukuzunguka na kukuzungusha jinsi inavyotaka. Na kwa sababu hiyo shetani ni rahisi sana kupita hapo akakuvuruga. Ni rahisi akapita kwenye huduma, ni rahisi akapita kanisani, ni rahisi akapita kwenye kampuni, ni rahisi akapita kwenye biashara yako, ni rahisi sana. Ndio maana hata unapojiombea kwa ajili yako wewe mwenyewe, waombee wale wafanyakazi ambao unafanya nao kwenye kampuni yako au kwenye shughuli zako. Kwa sababu wewe unaweza usisumbuliwe na pesa. Wao wakisumbuliwa na pesa, watakusumbua sana kwenye eneo la pesa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kile kitabu cha Mathayo sura ya 25. Mathayo 25. Mstari ule wa 14 mpaka wa 30, lakini nataka kusoma mistari michache tu. Mathayo 25, mstari ule wa 14 mpaka 30, nisome mistari michache. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri. Aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadri ya uwezo wake, akasafiri. Nilitaka uone ile alipokuwa anagawa talanta. Alipogawa talanta 5 kwa huyu, alimgawiwa kwa kadri ya uwezo wake. Wa talanta 2 hivyo hivyo akagawiwa kwa kadri ya uwezo wake, na 1 pia akapewa kwa kadri ya uwezo wake. Tuko pamoja? Sasa anaposema kwa kadri ya uwezo wake, maana yake kipimo cha moyo wake, uwezo ulioko kwenye moyo wake wa kubeba kiasi cha pesa. Tuko pamoja? Sema amen kama unanisikiliza. Ni muhimu sana usikilize hii.
Mungu anapokupa pesa, hakupi pesa unazozihitaji. Anakupa kwa kadri ya uwezo wako. Uwezo wa kufanya nini? Moyo wako kuweza kubeba hizo pesa zisikuvuruge. Uwe na mamlaka. Mungu hatakupa pesa alafu unazitamani mwenyewe. Unasema unazitamani namna gani? Okay, ngoja nijaribu hivi. Sasa wakina mama msinipige mawe. Okay, unaenda kwenye vikoba. Sawa? Unapewa mkopo. Kituo cha kwanza, duka la dhahabu. Unajua unasemaje? Najitreat. Namwamini Mungu. Zitarudi tu. Sasa sikwambii ni vibaya. Ila nataka nikwambie lazima ujue moyo wako unahitaji kuwa na uwezo juu ya pesa. La sivyo pesa itakusukuma kuingia kwenye matumizi ambayo hayakupangiwa. Na ndio maana walipokuwa wanaambiwa ya kwamba akasafiri, aliporudi akadai kutaka kuona zile pesa alizowapa. Ile talanta ukiendelea kusoma hapo zilikuwa pesa. Unaweza kufundisha ile somo kama vipawa, lakini pia ni pesa. Kufuatana na mwandishi, zile pesa alikuwa amewakopesha. Ndio maana alitaka kujua wamepata nazo faida. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Angalia walipotoa ripoti. Huyu wa 35 akaleta 5 zingine. Huyu wa 2 akaleta 2 zingine. Sasa tuende kwa huyu wa 1. Akamrudishia 1 ile. Alificha kwenye leso. Mefukia chini. Angalia sababu aliyoitoa. Yaani anamlaumu aliyemkopesha. Sasa angalia alichoambiwa. Kwa nini hata ukupeleka kwa watoa riba? Ili niipate hii na nyongeza yake kidogo. Hata hilo tu limekushinda. Alichokuwa anasemesha kitu gani? Na fundisho lililoko kule ndani. Mungu anaangalia uwezo wa moyo wako kubeba hela. Ndio maana saa hii mtu akisema nakupa milioni 10, inawezekana hujawahi kuziona tangu uzaliwe. Usije kufikiri itakuwa chepesi sana kushika 10,000, milioni 10. Nilipokuwa nafundisha watoto wetu wakiwa wadogo, walikuwa hawajaingia hata sekondari, juu ya pesa. Nilitengeneza masomo kama 30 hivi. Labda kuna siku nitaweka kwenye kitabu na kuwafundisha watoto juu ya pesa. Na tunapeana homework. Siku moja nikawapa homework. Nikasema, hebu fikiria ya kwamba ninakupa shilingi milioni 1. Hiyo ndio homework. Kaandike chini utaitumiaje. Niletee kesho. Kwa Bible study ya usiku kesho. Kila mtu amekuja na karatasi yake. Na anatakiwa aseme kila mtu akisikia. Sasa wewe niambie. Wote walipatia kwenye kusema tutaanza kutoa fungu la 10. Alafu nikauliza mnalipeleka wapi? Yakaendelea maswali hapo. Ikaja yao baki unafanyaje? Wakaeleza vipengele tofauti. Mmoja akasema nitapeleka benki. Nikauliza benki ipi? Nilikuwa najua hawazifahamu benki zote. Lakini nilitaka wafikiri. Usiende kuweka pesa benki kimkumbo.
Usiweke pesa benki kwa sababu iko karibu na nyumbani kwako. Wale wanaofanya kazi benki wanajua wako kwenye biashara. Benki ni biashara. Kwa ukipeleka pesa zako pale zinafanywa biashara, la sivyo riba huwezi pata. Nilikuwa najaribu kuwafikirisha mapema. Kwa nini nimekueleza huo mfano? Kidogo kidogo ninacheki. Sikuwapa hata milioni moja, lakini nitaka akili zao, fikra zao zianze kufikiri mapema na kujenga msuli wa kufanya maamuzi mapema. Kwa sababu hata kama huna mpango wa kwenda mbinguni, hela unazihitaji kama unaenda sokoni. Kwa hiyo sio swala la kwamba unahitaji kwenda mbinguni au unahitaji kwenda mbinguni. No, ni swala la maisha hapa. Unabebaje? This is just an interlude. I kept a lot of words to myself. They say I'm getting maamuzi ya mtu ikabadilisha kabisa. Pesa inaweza kuyumbisha nchi. Hizi pesa kidogo haina maana usiandae moyo wako kwa pesa nyingi. Ngoja nirudie hiyo sentence. Ile kwamba unapata pesa kidogo sasa, haina maana usiandae moyo wako kwa pesa nyingi. Kwa sababu kufuatana na baraka za Mungu kwa Ibrahim, Musa aliwaambia wana wa Israeli, fedha yako itakapoongezeka, mifugo yako itakapoongezeka, na ng'ombe wako watakapoongezeka, kushtua, hazitakutesa. Utakuwa ndani yako umeandaliwa na Roho Mtakatifu na utulivu, kama vile ulivyokuwa na utulivu ulivyokuwa na shilingi 10,000, unaletewa 100,000 unakuwa na utulivu ule ule. Unampa nafasi Roho Mtakatifu akusaidie kufanya maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ndio maana ukishacheki kama pesa zako unashindwa kuwekeza, ni sawa sawa na mtu ambaye ana mbegu hana uwezo wa kupanda. Kwa hiyo andaa moyo wako, sehemu ya pesa yako hiyo inawekezwa. Hata kama saa hii hauna, lazima ujifunze. Unafikiri ni kitu gani? Yule ndugu wa Talanta moja alijitetea tu kwamba bwana wewe unavuna si mahali ambapo kupanda na nini. Lakini watu wengi sana, pesa ikiwa kidogo, hao ni sababu ya kuizalisha. Wazo la kuzalisha linakufa. Anasema hii pesa haitoshi. Nani kasema haitoshi? Ukishasema haitoshi, unafunga fikra zako, zinashindwa kupanuka kwamba hiki kidogo nilicho nacho kinaweza kikazaa mti mkubwa. Ndicho Yesu alichosema juu ya chembe ya haradali. Imani yako ikienda kwenye ile mbegu, hata kama ni kidogo,
Jitengenezee mtiririko ndani ya moyo wako wa kufikiri kwamba kati ya pesa ninazozipata lazima niwekeze mahali. Sasa ukishasikia tu kuwekeza, mtu anafikiria kufungua duka, kufanya hivi. Sasa akitizama ile hela aliyonayo haitoshi hata kupata pango la kuwekea vitu. Lakini unaweza kupata, unaweza kaenda benki ukaambia nina shilingi 10,000, watakuonyesha mahali pa kuweka, itakuzalishia hata kama ni senti. Zikitokea senti, unaenda mwisho wa mwezi unachungulia kwenye balance yako, unaona senti au shilingi 1 umepata faida. Mshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo shilingi 1. Usidharau mwanzo mdogo, kwa sababu unatengeneza fikra. Kwa sababu kama uwezi kuwekeza shilingi 10,000, uwezi kuwekeza 100,000. Kwa sababu kinachotakiwa kutumika kwenye kuwekeza sio pesa, maamuzi yako, akili zako. Kwa kama akili zako zimeshasema hizi pesa ni kidogo, ukipata 100,000 sasa bado ni kidogo. Ukipata nyingi nasema subiri kidogo, unajua una mahitaji mengi hapa, watoto karibu wanaenda shule na nini, kwa nini sizitumie? Moyo wako lazima uwe na nguvu ya kusema no, pesa zitaenda huku, alafu uone kitu Mungu atakachokufanyia. Bwana Yesu asifiwe. La mwisho, alafu tunakwenda kuomba. Jiombee hekima ya kimaamuzi. Hekima ya kimaamuzi. Jiombee hekima ya kimaamuzi juu ya fedha, ili malengo yako yatekelezwe na kutimia. Jiombee hekima ya kimaamuzi juu ya fedha, ili malengo yako yatekelezwe na kutimia. Luka sura ya 19, ule mstari wa 12 mpaka wa 27. Jiombee hekima ya kimaamuzi juu ya fedha, ili malengo yako yatekelezwe na kutimia. Luka 19 mstari wa 10 mpaka wa 27. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mfano mwingine hapo ambao Yesu alitoa, ni mzuri. Tutizame kutoka kwenye kona ya jambo hili. Alikuwa kwa mtu mmoja, Biblia inamuita Kabaila. Sasa ni lugha alikuwa anatumia wakati ule. Siku hizi ni mwekezaji. So unajua kuna tofauti ya mfanya biashara na mwekezaji. Unajua tofauti yake? Mfanya biashara lazima awepo yeye mwenyewe kufanya biashara. Mwekezaji pesa yake inafanya biashara. Yeye anaenda kutembea. Biblia inasema akachukua mafungu 10. Akagawa fungu moja kwa watumwa. Alafu baada ya kusafiri akarudi. Biblia haitupi ripoti ya wote, natoa ya watatu tu. Mmoja akapata 10 na mwingine hivyo, simeongezeka kidogo, na yule wa mwisho hajapata kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kilichotofautisha matokeo. Sasa fikiria, Biblia inatuonyesha kati ya watu 10, watatu tu ndio imetupa kutathmini. Wale wengine wamefanyaje zile pesa na yale mafungu waliopewa? Biblia imenyamaza. Lakini ningeweza nikaenda kwa jinsi ya kikawaida. Sasa hivi tuko mamia ya watu hapa labda
mamia ya watu, labda na maelfu yamefika mpaka huko nje. Mungu akitupa uzima tukakutana mwaka ujao, alafu niseme nagawa mafungu, fungu moja, kila mmoja aliyehudhuria nampa fungu la kufanana, alafu narudi mwaka ujao. Nipeni taarifa. Kumi kutoa kwa 3 unapata ngapi? 7. Kwa hiyo 7 hawana ripoti. Kwa hiyo usishangae 70% ya watu walioko hapa wanaweza kushindwa kutoa ripoti mwaka ujao. Ndio maana ripoti ikitolewa, hao watatu kuna kitu Mungu alichokuwa anatufundisha. Haikuwa tofauti ya pesa walizopata kwa sababu zilifanana. Haikuwa tofauti walikutwa wana hali gani, wote walikuwa watumwa. Haikuwa tofauti ya eneo walilokuwa wanakaa, wote walikaa eneo moja wakakutwa kwenye eneo moja. Lakini kukaja tofauti ya matokeo. Tofauti ya matokeo inategemea kitu gani? Mawazo, hekima ya mtu kimawazo. Wote walipewa fungu moja, lakini mwingine kapata 10 zaidi. Huyu aliyepata 10, wengine hawajapata kabisa. Huyu kapata 1, mwingine 5. Tofauti yake ni kitu gani? Maamuzi. Tafuta watu uliosoma nao shule zamani, alafu tafuta kila mtu ambaye mlisoma darasa moja mkamaliza, kaangalie tofauti mlizo nazo. Sio elimu, ni maamuzi uliotumia kwenye maarifa uliopata ukiwa shule. Ndio maana unaweza kaenda kwenye mji ukaamua kuhama, ukasema hakuna fursa. Wakati unapita kwenye mpaka unakutana na watu wanakuja kwenye mji unaoukimbia wakisema tumesikia kuna fursa hapa. Kwa nini? Kwa sababu maamuzi yako ya aina mbili. Kuna maamuzi ya imani ambayo unafanya kitu kwa sababu Mungu amekusemesha na una uhakika na kitu alichokuambia. Kuna maamuzi ambayo unayafanya kwa kutizama mazingira. Na maamuzi ambayo yanatizama mazingira yanategemea na ushauri unaopata. Maamuzi yanayotumia imani lazima uwe mwangalifu sana nani anakupa ushauri. Anaweza kaua wazo la Mungu ndani yako. Ninakueleza kwa makusudi uliweze kuelewa kilichoko hapa. Jiombee hekima ya kimaamuzi. Sio tu maamuzi, hekima ya kimaamuzi. Hekima maana yake uwezo ambao Mungu anakupa wa kufanya maamuzi yaliyo sahihi kwa ajili ya kitu ambacho Mungu anaweka mikononi mwako kwa ajili ya utukufu wake. Ndio maana kuna hekima ya Mungu, kuna hekima ya dunia na kuna hekima ya shetani. Hekima ya Mungu inampa mtu maamuzi ambayo atakapoamua anamfikiria Mungu kwanza. Ndani ya kile Mungu alichopata na yeye anapata ndani yake. Hekima ya duniani inamfanya mtu afanye maamuzi kibinafsi. Nafsi ndio inatangulia. Hamkumbuki Mungu, hakumbuki ndugu zake, anajifikiria peke yake. Ni hekima lakini ya dunia. Ndio maana ukiokoka lazima nafsi yako ife. Maana yake iache kujifikiria yenyewe kwanza. Na kuna hekima ya shetani ambayo inashikilia maamuzi ya mtu ili shetani apate utukufu kwenye matumizi ya pesa. Kwa hiyo sio kitu cha kawaida unapata pesa alafu unaenda unaweka camp kwenye bar. Ukirudi nyumbani zimeisha.
Unasema Mungu alinipa pesa, sijui hata zimeenda wapi. Tatizo ni kwamba Mungu alikupa pesa, lakini kwenye kutumia ulimpa shetani. Kazimaliza. Ndio maana lazima ujifunze kujiombea. Hekima ni kitu ambacho unahitaji kujifunza. Uombe kwa Mungu. Mazingira ni hayo, kipindi ni hicho hicho, wote mnapita, lakini unaona huyu anafanikiwa, huyu hafanikiwi. Tofauti sio mji mnaotoka, tofauti sio pesa uliyopata. Inawezekana wewe mwenyewe ulienda benki hiyo hiyo, mwenzako akapata faida, wewe umepata hasara. Ni benki hiyo hiyo, aliyemshauri huyu ndo amekushauri na wewe. Kwa sio tofauti ya washauri, lakini ni swala la maamuzi ya kwako ndani. Suleiman, kasome Biblia yako. Suleiman alipoulizwa na Mungu kwenye ndoto, baada ya kutoa zile sadaka, unataka nikupe nini? Sema moyo wa adili au moyo wenye hekima. Umenipa watu wengi sana hao, nipe hekima ya kunisaidia kuingia na kutoka. Maana yake maamuzi. Angalia kitu Mungu alichomwambia. Hukujitakia uhai wa adui zako, hukutakia hiki. Sasa nakupa utajiri na hekima. Ni hatari sana kuwa tajiri kwa kosa hekima. Mhubiri ameandika, hekima ya maskini haisikilizwi. Sio mimi nimesema, Mhubiri ameandika. Hekima ya tajiri inasikilizwa sio kwa sababu ya hekima aliyonayo, hela. Kwa hiyo Mungu akikupa utajiri, ina package, lazima tupewe hekima. Ili nafasi watakayokuwa wanakupa kila mahali unapoenda kusalimia watu, uitumie vizuri. Kwa sababu lazima utakaa mkao ambao watu wengi watakuwa wanakuja kuomba ushauri, vitu vya kufanya. Unahitaji kuwa na hekima ya Mungu. Ndio maana Mungu hawezi akakupa utajiri bila hekima. Tunaenda sawa. Ndivyo Biblia inavyofundisha. Ili iweze kukusaidia katika maisha yako. Swala la